Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemdhihaki vibaya Rais William Ruto baada ya kusema kuwa walikuwa na kikao cha kujumuisha Kalonzo kwenye serikali pana. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekanusha vikali madai ya kufanya mazungumzo na Rais William Ruto kuhusu uwezekano wa kuunda muungano wa kisiasa wa kitaifa, akisisitiza kuwa hakuwahi kutana naye wala kushiriki mazungumzo yoyote ya kwa nia ya kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Kauli ya Kalonzo inajiri siku chache tu baada ya rais kudai kwamba alijaribu kumshawishi Kalonzo kuungana naye kisiasa, lakini juhudi hizo zilipokelewa kwa baridi, hali iliyomlazimu kugeuka hasimu wake wa zamani wa kisiasa Raila Odinga. Taarifa hizo zilitolewa na Rais Ruto mnamo Mei mwaka 2025 alipokuwa akikutana ujumbe wa viongozi kutoka Ukambani katika ikulu, kikao ambacho kilihudhuriwa na viongozi kama waziri wa leba na ulinzi wa jamii Alfred Mutua, huku chama cha Wiper kikikosa kuhudhuria. Kalonzo Musyoka, ambaye ni mmoja wa viongozi wa muungano wa upinzani, ameeleza kuwa hakuona tukio lolote lilomjumuisha ama limuhusisha moja kwa moja na Rais Ruto katika mikutano ya kisiasa au ya kujadili ushirikiano wa kisiasa. Aidha, alitilia shaka chanzo cha taarifa hizo, akielekeza lawama kwa wanahabari wa mitandao ya kijamii walioko ikulu kwa kusambaza propaganda zinazolenga kuonesha kuwepo kwa maelewano kati yake na rais. Na katika msimamo wake dhabiti, Kalonzo ameendelea kujiweka mbali na serikali ya Kenya Kwanza, akisisitiza kuwa hana mpango wa kushirikiana na utawala anautaja kuwa wa muda mfupi tu. Kwa mujibu wake, wananchi tayari wameonyesha nia ya kubadili mwelekeo wa nchi, wakiamini kuwa serikali ya sasa haiwezi kustahimili muhula mwingine wa uongozi. Mbali na kupinga madai ya mazungumzo ya Rais Ruto, Kalonzo pia ameendelea kuhimiza wafuasi wa upinzani kuwa wavumilivu, huku wakisubiri mwelekeo mpya utakaotolewa na muungano wa upinzani kuhusu mustakabali wa taifa. Anasema kuwa mabadiliko ya kisiasa ni jambo lisiloepukika na kwamba mikakati ya kuiangusha serikali iliyopo tayari imeanza kuandaliwa kwa lengo la kulinda maslahi ya Wakenya. Hii si mara ya kwanza kwa Kalonzo kukanusha madai ya kushirikiana na Rais Ruto. Mnamo Machi tarehe 12 mwaka huu, alikanusha video iliyokuwa ikisambaa mitandaoni ikimwonyesha akiwa karibu na rais katika tukio la awali. Wakati huo, Kalonzo alisisitiza kuwa hawezi kuwa sehemu ya kile alichokiita usaliti mkubwa kwa wananchi kwa ajili ya faida ya kisiasa ya muda mfupi. Tuhuma hizi zimejiri katika kipindi ambacho hali ya kisiasa nchini imekuwa na misukosuko kufuatia makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa kati ya Rais Ruto na Raila Odinga mnamo Machi tarehe 7 mwaka 2025, hatua iliyochochea tetesi kuwa baadhi ya viongozi wa upinzani wanaweza kuhamia upande wa serikali. Hata hivyo, Kalonzo ameweka wazi msimamo wake wa kusalia na upinzani na kupigania mabadiliko ya kweli yanayowakilisha sauti ya wananchi.